Hofu na majonzi imegumbika kaunti ya Nyeri baada ya mwili wa msichana wa miaka 9 aliyepotea Jumamosi kupatikana ndani ya shimo la choo. Tukio hilo lilizua hasira miongoni mwa wakazi wa Ratiti, huku wakilaumu polisi kwa kutowajibika, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Faith Wangari. Kilio na hofu. Hii ni baada ya mwili wa Chantel Waruguru, msichana wa miaka 9, kupatikana umeachwa ndani ya shimo la choo katika kijiji cha Ratiti, kaunti ya Nyeri. She had been stabbed, and upon recovering the body, we found she had been cut into 2 pieces. Chantel alipotea siku ya Jumamosi. Kulingana na wakazi, kwa msaada wa wazimamoto wa Karatina, waliweza kupata mwili wake uliokuwa umekatwa mara 2 na kutupwa kwenye shimo la choo. Hasira iliwajaa wakazi, wakiamua kuiwasha moto nyumba ya mhusika mkuu anayedhaniwa kuwa mjomba wa mwenda zake. Isitoshe, walizidi kuchoma nyumba ya nyanya wa mwenda zake, pia kwa madai kuhusika katika mauaji. Tunashindwa, kwani watoto tutapeleka wapi? Sasa ni Chantel, tulikuwa na mwingine. Sasa tunashindwa, kwani nyinyi wanaume tutapeleka wasichana wapi? Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa kwenye makafani ya hospitali kuu ya Nyeri chini ya ulinzi mkali. Uchunguzi unaendelea, lakini kwa wakazi wa Ratiti, swali la kina linasalia: nani aliyekosa kumlinda mtoto huyu kabla ya mauaji kutokea? We need justice. We need what? Justice. We need what? Hili sio tu tukio linalosababisha wasiwasi wa usalama wa watoto wa kike, ila ni suala linalozua maswali tele kuhusu usalama wa watoto katika jamii. Pana haja ya serikali kuweka mikakati ya kuwalinda watoto. Faith Wangari, runinga ya TV 47.